lakini tumeshinda. Kwa kweli nichukue nafasi hii kuwashukuruni sana kwa kazi nzuri ambayo mmefanya leo, kwa sababu tumekuwa wamoja, na ningependa kuchukua nafasi hii kama msimamizi wa ilani tuwaombe veteran tarehe 5 pale basi kwa utamaduni lazima angalau ufanye utaratibu kidogo wa usafiri, kwa sababu katika kusherehekea siku hii kutimiza miaka 49 tutatoa hati kwa mshindi, tutoa na mshindi wa pili, angalau kujenga umoja. Lakini kuomba kwa utamaduni ikiwezekana itakapofika timu hizi tuendelee kuboresha. Tuandae siku moja timu ya vijana, timu ya veteran, tuende kule Kela kule. Na tuandae kule tucheze nao kule tuone na sisi tuonekane kwamba Rungwe. Basi baada ya maelezo haya, kwa sababu tunaenda kwenye maandalizi, tuendelee kuwa wamoja, na mwisho kabisa nakumbuka ile tukio lililotokea tarehe 29 mwezi wa 10 wakati wa uchaguzi. Sasa hivi nchi yetu ni amani, ina mshikamano. Tumshukuru Mheshimiwa Rais amerudisha amani katika nchi yetu. Basi tuendelee kuwa wamoja katika kujenga chama chetu na kufanya biashara zetu kwa umoja, kwa sababu nchi yetu ni amani. Nashukuru sana kwa kujitokeza kwa wingi leo Jumamosi ya leo kwa ajili ya kushuhudia bonanza lililokuwa linachezwa kati ya Chama cha Mapinduzi hii wilaya ya Rungwe pamoja na maveterani waliopo ndani ya wilaya ya Rungwe. Tumeendelea kudumisha upendo. Kama mnavyojua, mchezo ni furaha, amani, lakini ni ajira. Lengo la kucheza hii bonanza hii leo ni kwa sababu ya kuadhimisha maadhimisho ya kuzaliwa kwa Chama cha Mapinduzi, ambapo Chama cha Mapinduzi kinatimiza miaka 49 tangu kizaliwe, lakini kilele chetu tutakifanya tarehe 5 mwezi wa 2 mwaka 2026 katika wa Chama cha Mapinduzi anavyohimiza na kusisitiza Dr. Samia Suluhu Hassan. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wilaya ya Rungwe, Mheshimiwa Maxon Moses Mwakifunga, ameendelea kuwa karibu na sisi na kuendelea kusisitiza kwamba tuendelee kuwa na amani ili watu watoke waendelee kufanya biashara na tukuze siasa na uchumi. Lakini nichukue fursa hii kutambua uwepo wa katibu wa Jumuiya ya Wazazi yuko hapa, lakini tumeongozana na katibu wa Chama cha Mapinduzi wilaya hii ya Rungwe ambaye tumeambatana naye amekuja kushuhudia na kuona mpango mkakati unavyoendelea. Lakini tupo na kijana mwenye vijana wake, katibu wa hamasa wa wilaya ya Rungwe na vijana wake. Kwa hiyo nichukue fursa hii kuwapongeza. Kwa majina naitwa Amina Isabel Mwangonda, katibu wa Jumuiya ya Wazazi wilaya ya Rungwe. Binafsi siku ya leo nimefurahi sana katika bonanza ya michezo imefanyika hapa wilayani kwenye uwanja wa Tulia. Lakini furaha nyingine nilionayo, tumefanya mazoezi, mpira umechezwa, vijana wetu wa CCM pamoja na veteran. Mpira umechezwa vizuri, mchezo wa amani mpaka tumemaliza, japo washindi walikuwa vijana wa Chama cha Mapinduzi, lakini hatukuwa na shida yoyote wala tukapata changamoto yoyote. Kwa hiyo nashauri na watu wengine tunapoendelea kuadhimisha kwamba tarehe 5 tutakapohitimisha pale Ikuti kiwilaya, watu watakuwa ni wengi na kutafanyika michezo mingi. Michezo lazima tuitambue kwanza inakuza uchumi, pia afya, inatengeneza afya. Afya ni mtaji wa kwanza. Afya ikitetereka huwezi kufanya kitu chochote, na ndio maana serikali yetu kupitia Chama cha Mapinduzi inatambua michezo. Michezo ipo kwenye ilani yetu ya Chama cha Mapinduzi. CCM oye! Ambao mnafanya sisi tuwe hai kwenye ofisi zetu. Chama cha Mapinduzi kimeagiza kupitia ilani yake kwamba sisi kama wataalamu na watekelezaji tuyasimamie haya. Mojawapo ya utekelezaji wetu ni pamoja na kuona michezo ya namna hii inafanyika. Tunapokutana na wazee kama hawa ambao wamecheza michezo hii kwa muda mrefu, lakini tunakutana na vijana wenye damu changa, ninadhani kuna jambo wanaliiga na tunalikuza kwa kulimarisha ili jambo liwe endelevu. Tunashukuru sana veterani kwa namna ambavyo mmekuwa mmeshikilia wilaya yetu ya Rungwe kwenye eneo la mchezo wa mpira wa miguu. Tunaamini changamoto nyingi mnazo na mnazipitia, lakini ukubwa dawa na utu uzima dawa. Mambo mengi mnayamaliza kimya kimya, mambo yanakwenda. Tunaamini ingekuwa ni katika namna nyingine, kwa hasa kauli mbiu ya kwanza nadhani ni uzalendo, sivyo? Yani wengine wote watakataa, lakini hawa watakuwa wa mwisho kuikataa jambo ambalo linahusu maslahi mapana ya nchi yao.
Tunawashukuru sana Chama cha Mapinduzi kwa kuandaa kusanyiko hili. Sisi limekuwa jambo la afya kubwa sana kwa wanamichezo, na tunaona tunathaminiwa kwa kuwa tukio hili linaendana pamoja na maadhimisho ya miaka 49 ya Chama cha Mapinduzi. Basi sisi ni sehemu ya tukio hili muhimu. Tunawashukuru sana sana sana, msisite kutushirikisha wakati wote. Kwa hivyo sisi tunaamini ni mawakala wa kutosha kabisa katika kuhubiri amani ya jamii yetu. Baada ya kusema haya, nishukuru tena kwa fursa katibu. Tunasema tuko pamoja, sisi kama serikali tumejipanga kushiriki na kuhakikisha kwamba masuala ya michezo yanastawi kwenye eneo letu tunalosimamia. Asante sana. Nashukuru sana kwa hili bonanza. Sisi mabonanza bwana ni nyumbani kwa kweli. Na sisi tunafurahi mnapotualika. Tunashiriki mabonanza mengi sana. Kama mnavyojua michezo michezo huboresha afya. Kama mnajua miaka hii kwa sisi veteran afya zetu zinahitaji angalau mazoezi. Lakini pia unajua kabisa kwamba michezo ni mtaji mkubwa sana wa maisha. Ukiwa na afya mbovu, manake huwezi kusimamia miradi yako. Ukiwa na afya mbovu huwezi ukafanya lolote lile. Ndio maana unaona veteran tunashiriki sana kwenye michezo. Lakini bali ya hiyo, michezo hujenga undugu. Kama hivi leo mmetukaribisha, na leo hii undugu na mambo mengineyo pale. Kwa hiyo msipuuzie. Na sisi kama veteran tunashukuru sana. Next time mtukaribishe tu, tutashiriki tu mabonanza kwa sababu tunashiriki mabonanza nyanda za juu kusini. Na mwezi wa 6 tuna bonanza letu ambayo itafanyika wapi hapa? Mbozi. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa hilo kwa niaba ya veteran wenzangu. Basi na nyie kama kutakuwa na bonanza tumeandaa, basi na sisi tutakaribisha kwa ajili ya kutengeneza ule undugu. Nashukuru sana jamani.